Ibrahim Traore ni kiongozi wa kijeshi ambaye alichukua madaraka nchini Burkina Faso kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba 2022. Uwezo wake wa kijeshi na uzoefu wake katika vita vya kupambana na ugaidi vimekuwa muhimu katika uongozi wake. Hapa kuna maelezo ya kina kuhusu uwezo wake wa kijeshi. Uzoefu wa kijeshi. Namba 1. Traore alikuwa mwanajeshi mwenye uzoefu kabla ya kuchukua madaraka. Alihudumu katika jeshi la Burkina Faso kwa miaka kadhaa na alishiriki katika operesheni za kupambana na wanaharakati wa kigaidi katika eneo la Sahel. Uzoefu wake wa moja kwa moja katika vita ulimfanya awe na uelewa wa kina wa changamoto za usalama zinazowakabili Burkina Faso. Namba 2. Kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi. Traore aliongoza mapinduzi ya kijeshi ya Septemba 2022 ambayo yalimfanya kuwa rais wa muda wa Burkina Faso. Mapinduzi hayo yalikuwa yanakabiliwa na changamoto za usalama na kukosa utawala wa awali kwa kushindwa kukabiliana na ugaidi. Uwezo wake wa kuongoza na kufanya maamuzi haraka wakati wa mapinduzi ulionyesha uwezo wake wa kijeshi na kisiasa. Namba 3. Kupambana na ugaidi. Kama kiongozi, Traore amekuwa kiongozi mwenye juhudi za kupambana na wanaharakati wa kigaidi ambao wamekuwa wakiathiri katika eneo la Sahel. Amekuwa akijaribu kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Burkina Faso kupitia mafunzo, vifaa vipya na ushirikiano wa kikanda na nchi kama Mali, Niger na nchi zingine. Namba 4. Ushirikiano na Wagner Group, Russia. Traore ameanzisha ushirikiano wa kijeshi na Russia hasa kupitia Wagner Group ambayo inatoa mafunzo na msaada wa kijeshi kwa Burkina Faso. Hii imeongeza uwezo wa kijeshi wa Burkina Faso, ingawa kuna masuala ya haki za binadamu yanayohusishwa na Wagner Group. Namba 5. Kuondoka vikosi vya kijeshi vya Ufaransa. Traore alifanya uamuzi wa kuondoa vikosi vya kijeshi vya Ufaransa kutoka Burkina Faso akisema kuwa msaada wa Ufaransa haukuwa na tija katika kupambana na ugaidi. Hatua hii inaonyesha uwezo wake wa kufanya maamuzi magumu na kujitegemea katika masuala ya usalama. Namba 6. Kuimarisha jeshi la Burkina Faso. Traore amekuwa akijaribu kuimarisha jeshi la Burkina Faso, kutoa vifaa vipya, mafunzo na kuongeza idadi ya wanajeshi. Pia ameongeza ushirikiano wa kijeshi na nchi jirani kama Mali, Niger ili kukabiliana na ugaidi kwa pamoja. Changamoto za kijeshi. Hata hivyo, Traore anakabiliwa na changamoto kubwa za kijeshi, ikiwa ni pamoja na uwezo mdogo wa vifaa, upungufu wa rasilimali na uwezo wa kupambana na wanaharakati wa kigaidi. Wana uwezo mkubwa wa kijeshi. Pia kuna wasiwasi kuhusu utawala wa Wagner Group na athari zake kwa binadamu na utulivu wa kijamii. Ibrahim Traore ana uwezo wa kijeshi unaotokana na uzoefu wake wa pamoja na moja kwa moja katika vita na uongozi wake wa mapinduzi. Amekuwa akijitahidi kuimarisha uwezo wake wa kijeshi wa Burkina Faso na kukabiliana na changamoto za usalama. Ingawa bado anakabiliwa na changamoto nyingi, uwezo wake wa kijeshi utaendelea kuwa muhimu katika kufanikisha malengo ya kurejesha amani na utulivu nchini Burkina Faso. Je, una maoni au maswali yoyote kuhusu hili? Unaweza ukaacha maoni yako kupitia alama ya comment hapo chini, alafu mimi nitapita nayo baadaye kwa ajili ya kukupa majibu ya maswali yako. Asante mtazamaji. Ulikuwa nami G Venga hapa ndani ya Kiswahili TV. Karibu.